Ni swali lililosumbua watu wakiulizana ni nani mkubwa wetu. Ni swali lililosumbua hata wanafunzi wa Yesu walipokuwa na Yesu. Ni nani aliye mkuu? Ni nani aliye mkuu katika ufalme wa Mungu? Nauliza ni nani? Ni nani aliye mkuu? Ni nani aliye mkuu katika ufalme wa Mungu? Mwenye moyo uliopondeka, tena mnyenyekevu, atetemekaye asikiapo neno lake Bwana, mwenye kuwatanguliza wengine, sio binafsi. Huyo ni mkuu katika ufalme wake Bwana. Mwenye moyo uliopondeka, tena mnyenyekevu, atetemekaye asikiapo neno lake Bwana, mwenye kuwatanguliza wengine, sio binafsi. Huyo ni mkuu katika ufalme wake Bwana. Mfano aliutoa Bwana Yesu, kama mioyo itakuwa ilivyo mioyo ya watoto wadogo, tutarithi uzima wa milele. Mrithi wa ufalme lazima ajifunze tabia hizo, ndipo awe mkuu ufalme wa Mungu. Mwenye moyo uliopondeka, tena mnyenyekevu, atetemekaye asikiapo neno lake Bwana, mwenye kuwatanguliza wengine, sio binafsi. Huyo ni mkuu katika ufalme wake Bwana. Anaweza asiwe na cheo, ila huyo ni mkuu ufalme wa Mungu. Aweza asiwe na elimu, ila huyo ni mkuu ufalme wa Mungu. Aweza asiwe nazo mali, ila huyo ni mkuu ufalme wa Mungu. Roho mwema akiwa ndani, huyo ni mkuu ufalme wa Mungu. Mwenye moyo uliopondeka, tena mnyenyekevu, atetemekaye asikiapo neno lake Bwana, mwenye kuwatanguliza wengine, sio binafsi. Huyo ni mkuu katika ufalme wake Bwana. Huyo ni mkuu katika ufalme wake Bwana.